Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Basi wale jamaa waliona kama Velina kawazoea hivi. Basi Velina aliwashwa makofi mazito matatu mpaka alianguka chini. Binti, na wewe umezidi. Haya mengine ya kujitakia. Basi mama mmoja ambaye alikuwa anauza vyakula pale stendi alisogea na kumnyanyua Velina pale chini huku akiwa anampukuta nguo zake. Askari waliona kile kitendo ila hawakusogea kwa sababu waliona Velina kama amejitakia tu. Velina alienda kukaa tena kwenye kiti kule huku akiwa kimya tu. Hatimaye dakika 10 zilimalizika na masaa mawili aliyowapatia wale vijana yakawa yameisha. Taratibu, miongoni mwa wale jamaa watatu, wawili walianza kujikuna. Miguu yao walianza kuwashwa. Mwanzo ilionekana miwasho ya kawaida tu, lakini kila mtu alikuwa anajikuna kivyake bila hata kumwambia mwenzake. Ila kadri muda ulivyokuwa unaenda na dakika zinasogea, miwasho ile ilianza kubadilika na kuwa miwasho mikali sana ambayo iliambatana na maumivu. Kadri dakika zilivyokuwa zinasogea, ilikuwa sio miguu tu, bali muwasho ulihamia mpaka kwenye sehemu zingine za mwili na hatimaye wakaanza kuvimba. Basi baada ya kama nusu saa, wale jamaa baada ya kuona sasa swala hili lipo serious, hapo ndipo wakagundua dili. Wakajua kabisa hapa si bure. Basi wakasema, mwanangu, au yule dogo atakuwa mwanga? Mbona sielewi? Kuna jamaa alishtukia mchezo. Baada ya kugundua hilo, walimfuata Velina pale alipokuwa amekaa. Oya, we binti, mwanga vipi? Au nini? Mbona haueleweki? Umetufanya nini? Hebu acha basi mambo haya kwa hiyo. Basi baada ya kuwa wapole, baada ya kufika pale alipokuwa Velina, wao walianza kufoka. Velina hakujibu kitu, alizidi kuuchuna tu. Ndio kwanza alianza kulala usingizi. Baada ya usiku, maana usiku alikuwa hajalala vizuri. Basi dakika zilizidi kusogea. Na wale jamaa sio miwasho tu, bali walianza kuona ni kama mwili unawaka moto. Yalikuwa sio maumivu ya kawaida, yani ilikuwa ni miwasho mikubwa changanya na mwili kuwaka moto, changanya na maumivu. Maji yalikuwa yamezidi unga. Hatimaye wale jamaa walianza kutoa vilio vya maumivu. Na tayari kadri wanavyokuwa wanazidi kujikuna miili yao inayowasha, ndio ilivyokuwa inaanza kuvimba ovyo ovyo, huku sehemu zingine mpaka vidonda vikaanza kuwatoka. Basi watu walianza kukusanyika taratibu kuangalia ile show ya bure. Kwa maumivu na miwasho ya wale jamaa, walivua nguo zote huku wakiwa wamebakiwa na nguo za ndani tu. Basi pale stendi palikuwa hapatoshi. Nyomi ya watu ilikuwa imekusanyika na wale jamaa na askari nao ilibidi wasogee kujionea kituko kile. Haja kubwa na ndogo zilianza kuwatoka wale wa jamaa. Yaani ilikuwa ni kazi kweli kweli. Kila mtu aliona hapa kuna jambo kubwa linatokea, wengine wakiwa hawaelewi hata ni kitu gani. Basi wakaanza kusema, jamani, tumeiba. Ni kweli tulimuibia yule binti tiketi na pesa. Tunaomba atusamee. Bila kulazimishwa wale jamaa walianza kurupuka wenyewe, huku wakiwa wanakimbilia pale alipo Velina. Walianza kugaragara chini huku wakiomba msamaha, ila Velina alionekana kushangaa kile kinachoendelea pale. Binti, kama wewe ndio umefanya hivi wenzako, basi waondolee hii adhabu. Nadhani watakuwa wamejifunza na vitu vyako watarudisha. Basi askari na baadhi ya watu wa pale stendi ilibidi waanze kuelezea. Wakaanza kumuomba Velina, afande, kwani wewe kazi yako ni kuombea watu msamaha? Nyie si ni serikali, huaga hamuamini haya mambo. Haya imekuwaje? Alafu muda ule mimi nilipokuwa naambia nimeibiwa, mlitaka nitoe ushahidi. Sasa na nyie nipeni ushahidi kwamba mimi ndio nahusika na haya mambo. Maana na washangaa, wao ni si hawajaiba na mimi pia sijaibiwa. Basi hata mimi mwenyewe sijaibiwa. Velina huyo ndo alikuwa anatoa majibu hayo.
ambayo sasa ilifanya askari wale wabaki wanatazamana tu. Watu wenye busara walijaribu kumuomba Velina aachane na ile adhabu, awapunguzie adhabu wale vijana. Basi akasema, nataka hata wengine wajifunze kwamba cha mtu mavi. Velina alijibu tena akikauzu kabisa, huku ametulia. Ndio kwanza kabisa alikuwa ameamua kuondoka maeneo yale na kuwaacha wale jamaa pale pale wakigaragara. Basi masaa yalizidi kusogea, hali za wale jamaa zilizidi kuwa mbaya. Basi walikimbizwa hospitali ambako lakini badala ya kuwa kupata nafuu kule, hali ndo kwanza ilizidi kuwa mbaya. Yaani sasa ilikuwa homa kali ya kupelekea mtu sasa kuanza kuona kama vile malaika Israeli anamkaribia. Basi baada ya kuona hivyo, ilibidi warudishe tena pale stendi, huku wakiwa wanaamini kwamba Velina atarudi tu baada ya muda, au baada ya kuona wale jamaa hali imezidi kuwa joto na pumzi zimeanza kukata. Basi walienda kwa mganga kumuita mganga mmoja hivi wa kienyeji ambaye alikuwa anaaminika pale mjini. Mganga yule alipiga manyanga yake anayoyajua, lakini shoti alizokutana nazo zilimfanya apate vikohozi vya ghafla. Mtu aliyefanya hivi, huyo sio binadamu wa kawaida. Katika uganga wangu sijawahi kukutana na kitu kama hiki kamwe. Mganga yule alinyoosha mikono juu. Muda huo Velina alirudi pale stendi na ilikuwa ishafika jioni. Ndugu wa wale jamaa ilibidi wamkimbilie Velina na kumpigia magoti kuomba msamaha kwa niaba ya wale wa jamaa, maana wale jamaa walikuwa wameshazimia kabisa. Basi habari hiyo ndo ikawa hivyo. Basi kiburi ni hasara. Velina wewe sasa anaanza kusema, kiburi ni hasara. Wangefuata masharti yangu, haya yote yasingewapata na tusingefika huku. Hii kesi sio yenu, ni ya wao. Nataka wao ndio wanijibu. Velina sasa aliongea kwa kifupi. Muda huo nyomi ya watu ilikuwa imewazunguka. Velina aliwasogelea wale jamaa na kuwagusa. Yaani sekunde 3 nyingi nakwambia. Hapo hapo wale jamaa walipona ghafla na kuwa kama mwanzo. Maumivu yote na uvimbe yalikata na uvimbe ulipotea. Basi akawauliza, mmeiba hamjaiba? Velina aliwauliza wale jamaa. Muda huo kila mtu alikuwa akiwashangaa, anaongea lake. Kila maeneo watu wote, kila mtu alikuwa anaongea lake. Wengi wao wakiwa wanamuona Velina kama vile sio binadamu wa kawaida. Kila mtu akawa anasema lake. Basi wale jamaa wakasema, tumeiba mdogo wetu, tusamehe. Wale jamaa wakiwa wanaona aibu walijibu hivyo, masharti yangu huwa hayabadiliki, na wapatena masaa 2. Kile mlichokichukua na kuniibia, rudisha mara 5 yake. Velina aliongea kwa madaha na kwenda kukaa. Yaani alivyopita watu walikuwa wanamkwepa na kumwachia njia. Hazikupita hata dakika 20, wale jamaa walikuja kulipa kila kitu, tena kwa unyenyekevu na ustaarabu mkubwa. Chezea kifo wewe. Basi uhuni wote ulikuwa umepotea. Hakika Velina aligeuka story ya mtaa maeneo yale ya stendi. Yaani aligeuka video muda wote, watu walikuwa wanamwangalia na kumchungulia. Basi Velina alikata tiketi nyingine tena na kwenda kulala hoteli ambayo ilikuwa yuko karibu na pale stendi. Yaani kwa show ambayo Velina alikuwa kaionyesha siku ile, hata wakatisha tiketi wale walitamani wampe tiketi ya bure kabisa kwa uoga tu. Basi masaa yalizidi kusogea, hatimaye palikucha tena asubuhi. Velina awamu hii aliwahi kuamka na alikuwa wa kwanza kabisa kuingia kwenye gari ile. Yaani konda na dereva wa lile gari walikuwa wamepewa habari zake Velina. Yaani ilikuwa ni heshima mkononi. Velina alishindwa hata kuangalia siti ambayo alikuwa ameandikiwa kwenye ile tiketi yake ambayo anatakiwa kukaa. Aliamua kukaa tu sehemu yoyote, siti yoyote, maana zile siti zilikuwa zimeandikwa
alishindwa kugundua sasa. Ila Konda hata hakuthubutu kumsogelea kumuuliza hata namba ya tiketi. Hakumuuliza, yani ilikuwa heshima. Basi baada ya hapo hatimaye muda wa safari ulikuwa umewadia na gari iliondoka stendi. Huku Velina akiwa amenuna haswa, yani alikuwa na hasira mno na watu wa kule kijijini kwao. Haswa huyo chifu wa huko kijijini kwao. Akawa anajisemea, nikiwakuta hao mafala walioniulia mama yangu, yani huko kijijini itabaki historia. Nitahakikisha wanaliimba jina langu wiki nzima. Hayo yalikuwa ni mawazo ambayo Velina sasa alikuwa anawaza safari ikiwa inaendelea. Basi baada ya hapo sasa, safari iliendelea na masaa yakaendelea kukatika. Safari ikiwa inaendelea, Velina sasa alilala usingizi. Ila bahati mbaya sehemu ambayo alikuwa anatakiwa kushuka akawa alipitilizwa kutokana na kwamba alikuwa kalala usingizi. Halafu hata hapajui. Basi mida ya saa 12 jioni, Velina alishtuka toka usingizini na aliuliza kwa jirani ambaye alikuwa amekaa naye pale kwenye siti. Alishangaa kuambiwa ni saa 12 wakati alikuwa akaambiwa sehemu anayoenda kushukia yeye sasa mpaka mida ya kama saa 10 atakuwa amefika. Basi akamwambia Konda, mimi nashukia njia ya kwenda kijiji cha Mahuma. Velina ilibidi amuite Konda. Basi Konda baada ya kuambiwa vile alibaki kashika kichwa, maana hiyo njia ambayo alikuwa anaitaka yeye akashuke walikuwa wameiacha kabisa mbali kama kilomita 70 nyuma. Yani alikuwa mbali sana. Kwanza ilibidi dereva asimamishe gari, huku akiwa anatetemeka, maana walikuwa wanajua kesi hiyo itakuwa kesi sasa. Basi Konda na yeye huku mdomo ukiwa mzito kumuelezea kwamba hapa Velina kwamba tumeshakupitiliza, walikuwa wanaogopa. Basi Konda akawa anaongea na dereva, oya mwanangu tunafanyaje? Tugeuze. Konda alimuuliza kimya dereva, jamani, yani wote hawa, hii yote ni kwa sababu walikuwa tayari wameshamuogopa Velina. Basi wakiwa wanajadili wenyewe wao kwa wao kimya. Huku Velina yeye akawa anasubiri tu. Wakawa wanajisemea, majanga haya, huyu mtoto si atatufanya ndafu sisi. Halafu na wewe, mimi nakwambiaga kila siku uwe makini kutaja vituo. Ona sasa, huu si msala huu. Unafikiri abiria wengine watakubali kwamba turudi nyuma? Au kama vipi mrudishie dogo nauli yake, umuombe kwamba atafute usafiri mwingine. Dereva alimjibu Konda yale huku akiwa na wasiwasi. Japokuwa walikuwa wananong'ona, ila Velina alisikia vyema kabisa mazungumzo yao na aligundua kuwa kapitilizwa. Basi binti Velina alikuwa ni binti mstaarabu mno, hasa kama usipomchokoza. Baada ya kugundua kwamba Velina amepitilizwa, ikiwa ni kwa uzembe wake ye mwenyewe, taratibu binti huyo alishuka mwenyewe. Konda, wacha nishukie hapa, maana naona kama nimepitilizwa hivi. Velina aliongea kistaarabu na kushuka. Ila bado Konda hakuridhika. Aliona binti anaweza kufanya maajabu hapa wakapata janga huko mbele. Basi akasema, mdogo wangu samahani, tumekupitiliza bahati mbaya. Kama vipi basi tukurudishie nauli ili upate usafiri wa kurudi huko. Konda yule aliongea kwa upole huku akiwa na hofu. Ila Velina alimwambia amna, usijali, kwa sababu hii ni uzembe wangu mwenyewe, acha tu nishuke. Ni kweli binti Velina aliachwa pale na gari iliondoka tena kwa spidi kali. Basi Velina alikaa pale barabarani kusubiri usafiri, ila gari nyingi zilikuwa ni za binafsi, na kila alipokuwa anajaribu kusimamisha gari alikataliwa. Giza lilikuwa limeanza kuingia, huku Velina sasa akiwa bado haelewi hatima yake. Amekaa pale mpaka akaona amechoka kabisa, lakini hana jinsi, aliendelea kuvumilia. Bahati nzuri akiwa pale, gari ya mizigo ikiwa imebeba mkaa sasa ilipita. Bahati nzuri kwa Velina sasa alipewa lifti na wale majamaa ambao walikuwa na gari ile ya mkaa. Basi ndani ya gari ile, safari ikiwa inaendelea, wale vijana wawili,
yaani dereva na konda wake, hawakuacha kumtongoza Velina, na hiyo ilitokana na uzuri ambao walikuwa nao. Sawa, mimi nimekubali. Niandikie namba zenu. Nikirudi kijijini nitawapigia. Velina ili kupunguza maneno aliamua kukubali. Basi wale wahuni walianza kubishana wao kwa wao. Yaani kila mtu alikuwa anataka yeye ndiye ampe namba yake. Basi Velina aliamua kuchagua namba ya dereva ili kuzima makelele ya pale. Mida ya saa 3 ndo Velina alishushwa hiyo sehemu ambayo alikuwa anataka kwenda, njia ya kwenda kijijini kwao huko. Na kijiji cha Mahuma kilikuwa ni kijiji ambacho watu walikuwa hawaendi ovyo ovyo, na kilikuwa kinafahamika kwa itikadi zake za hovyo. Yaani kilikuwa ni kijiji ambacho kiufupi wengi wanaoishi pale walikuwa ni wazaliwa wa pale pale. Ilikuwa ni adimu sana kuona mgeni anayetoka sehemu nyingine kwenda kuishi mahali pale. Basi baada ya Velina kushushwa alionyeshwa njia ya kuelekea huko kwenye hicho kijiji, na aliambiwa ni njia ambayo imenyooka wala haijapinda. Basi usiku huo huo mdogo mdogo bila hata woga wowote, Velina alianza kuhesabu hatua kuelekea huko kijijini. Velina alitembea umbali mrefu mno. Alivuka milima na mabonde. Pia alivuka mito kadhaa. Hatimaye mida ya kama saa 6 usiku, Velina alianza kukutana na kinyumba kimoja kimoja. Baada ya kutembea kwa muda mchache, aliweza kuanza kuona nyumba nyingi nyingi sasa. Basi Velina akajua hapa labda ndo sehemu yenyewe atakuwa amefika. Kwa kuwa Velina alikuwa kaambiwa ndani ya eneo hilo hakuna kijiji kingine zaidi ya kile, moja kwa moja alijua ndo kile kile. Binti Velina alienda kukaa upenuni mwa nyumba moja, huku baridi kali ikiwa inampiga na kumtia adabu. Alikaa pale na kutulia. Hatimaye palikucha. Asubuhi Velina ilibidi agonge mlango wa nyumba hiyo aliyokuwa amekaa usiku kucha. Vipi, hapa ndo kijiji cha Mahuma? Velina baada ya kugonga mlango na kufunguliwa ilibidi aulize. Ndio hapa. Kwani wewe ni mgeni? Aliuliza mama mtu mzima akiwa yuko pale mlangoni. Akasema ndio, mimi ni mgeni, Velina alijibu. Yani hebu fanya kabla hujafanya chochote. Nenda kwanza moja kwa moja kwa Chifu Mbuna. Maana bila hivyo utaingia kwenye matatizo. Mama huyo ilibidi amuelezee Velina utaratibu wa pale kijijini. Basi na tayari kipindi hicho chifu mwingine alikuwa anaongoza. Yaani Chifu Mauda yule aliyekuwa wa kwanza alikuwa kazeeka. Kwa hiyo alikuwa kamwachia mwanae ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Mbuna. Huyo bwana Mbuna alikuwa ni hatari, yaani alikuwa na roho mbaya, yaani mara 100 kuliko hata alivyokuwa Mauda, yaani baba yake. Yaani swala la kuua kwake ilikuwa ni jambo dogo sana, yaani sio jambo kubwa, kwake ni kawaida. Basi Velina baada ya kuambiwa aende kule, akasema, "Samahani anti, mimi nimekuja hapa kumuulizia mtu anayeitwa Toshi, na mimi ni mtoto wa Somoi." Velina alijieleza taratibu. Yule mama kuambiwa vile, kwanza alishika kichwa. Kisha alimvuta Velina ndani. "We, binti yangu, bora uondoke kabisa kabla watu hawaja kuona. Maana miaka kadhaa iliyopita huyo mama yako alifanya kosa hapa kubwa mno na kufanya watu kijiji chetu kipate matatizo ya hapa na pale. Kwa hiyo watu wakijua kwamba wewe ndio mtoto wa Somoi, watakuua kabla hata hujamuona huyo mzee Toshi. Kwanza mzee Toshi mwenyewe saizi ni mzee mno, na lile swala la mkewe kujifungua mtoto njiti na kukimbia naye lilifanya mzee Toshi mifugo yake yote ikachinjwa kwa kama sadaka na watu wakapewa nyama bure. Kwa hiyo lazima na yeye atakuwa na hasira sana na wewe." Basi Velina baada ya kupewa taarifa zile aliambiwa maneno yale mazito, ila yeye alionekana kutojali wala haelewi. Yeye alikuwa anataka aonyeshwe tu mzee Toshi.
Basi akasema, mama, hiyo itabidi unielekeze tu. Basi yule mama ilibidi amuelekeze, ila akaomba asitajwe kama alifikia pale na kama alielekezwa kwenda kwa mzee Toshi badala ya kwenda kwa chifu, maana ingekuwa msala. Velina alitoka pale na kuanza kufuata maelekezo uelekeo ule aliopewa. Baada ya hapo, alianza kutembea na kuvuka nyumba kadhaa. Velina alifika katika mji ambao ulikuwa ni nyumba kama 5 hivi. Basi ilikuwa ni nyumba ya udongo yenye nyasi juu. Velina alifika na kukutana na binti kama wa miaka 20 hivi, anafagia nje. Akamwambia, samahani dada, hapa ni nyumbani kwa mzee Toshi? Velina sasa akiwa anaongea na huyo binti aliyemkuta hapo nje. Basi yule binti akasema, kwani wewe ni mgeni hapa kijijini? Akasema, ndiyo, mimi ni mgeni. Kabla hujamtia baba yangu kwenye matatizo, naomba uende kwanza kwa chifu Mbuna ukaripoti. Yule binti alimjibu Velina kwa jazba. Basi Velina hakuwa na hiana. Ili kuepusha shari zisizo na msingi, aliamua kwenda huko kwa chifu Mbuna. Velina alifika, lakini aliambiwa asubiri mpaka chifu amke mwenyewe, maana bado alikuwa kalala. Basi Velina alikaa nje mpaka mida ya saa 5 hivi, na masharti ya pale, ukiwa umesubiri kwa chifu pale, inatakiwa usubiri na huruhusiwi kukaa chini wala kutembea. Uruhusiwi kutembea wala kukaa chini, inabidi usimame hivyo hivyo. Basi kulikuwa na sehemu maalum ya kusimama, yaani ukisimama hapo ni mpaka uruhusiwe na chifu kukaa chini. Mida ya saa 5, chifu Mbuna ndo alitoka ndani akiwa anapiga miayo. Chifu huyo baada ya kuona sura ya Velina tu, mwili wake ukasisimka ghafla tu, maana alikuwa anapenda watoto wa kike isivyo kawaida. Basi alivyoona vile, japokuwa yeye umri wake ulikuwa mdogo, ila tayari chifu Mbuna alikuwa na wake 7. Alikuwa na tamaa sana chifu huyo. Basi Velina alitoa maelezo machache kwamba yeye ametoka mjini na ni mgeni wa mzee Toshi. Basi maneno hayo alimwambia huyo chifu, ambaye yeye alikuwa anamwangalia tu kwa macho ya tamaa. Chifu yule aliagiza walinzi wakamwite mzee Toshi, maana aliona akimruhusu mrembo yule akaenda mwenyewe huko kwa mzee Toshi, anaweza akaondoka moja kwa moja akamkosa. Na kwa jinsi hiyo akampigia mahesabu, aliona hiyo haiwezi kuwa. Acha tu huyo mzee Toshi aje hapa. Mimi nimekuja kuripoti tu kwako, maana nimeambiwa utaratibu wa hapa ni mpaka niripoti kwako niendelee na mambo yangu. Nadhani haina haja ya kumwita mzee Toshi hapa. Velina sasa alijitetea, lakini chifu alimuonyesha ishara ya kukaa kimya. Ndani ya nusu saa tu walinzi walikuja na mzee Toshi, huku familia nzima ya mzee Toshi ikiwa inafuata nyuma, maana ulikuwa ukiitwa na kwa chifu basi ujue unalo. Basi mzee Toshi huku akaambiwa, huyu binti kasema ni mgeni wako. Mzee Toshi akaambiwa hivyo. Vipi, mnajuana? Chifu Mbuni alimuuliza, huku akiwa anamshika Velina kifua, huku akiwa anamzunguka kumkagua. Akasema, Chifu Mbuna, huyo binti mimi simjui na sijawahi kumuona. Mzee Toshi alijibu kwa sauti kubwa na msisitizo, okay, unaweza kuondoka mzee Toshi. Chifu Mbuna alimpa ruksa ya kuondoka mzee Toshi. Basi mzee huyo yeye na familia yake walihema na kuanza kuondoka haraka. Velina alimwambia mzee Toshi, huku akiwa anajisemea kwamba wewe ndio baba yake, ameshindwa kumtetea na kumkana alipozaliwa. Alikuwa anajisemea mwenyewe moyoni, huku anamwangalia mzee Toshi kwamba kumbe huyu ndio baba yangu ambaye alishindwa kunitetea nilipokuwa mdogo. Basi mzee Toshi, mimi ni mwanao, mimi ni mtoto wa Somoi. Nadhani unamkumbuka Somoi.
Velina ilibidi atoe sauti akiwa na uhakika kabisa kwamba ndo alikuwa anamjua Somoyi. Utafikiria anamjua, kumbe alisimuliwa tu. Alipiga kelele wakati Mzee Toshi akiwa anaondoka na familia yake. Basi Mzee Toshi aliganda kama miguu ilikuwa imepigwa shoti hivi, huku mapigo ya moyo yakiwa yanaenda kasi, maana alijua tayari ule ni msala tayari. Maana huyo Somoyi alikuwa akachukiwa na wanakijiji wote kwa kudai kwamba yeye kaleta mabalaa kijijini. Kwanza mti wa kihistoria wa pale kijijini nao ulianguka, ulidondoka ukapasuka. Pili, kipindi hicho mvua zilinyesha nyingi kupindukia mpaka mazao yote yaliharibika. Kwa hiyo kwa imani yao waliamini yale mabalaa yameletwa na Somoyi baada ya kuzaa mtoto njiti. Akasema, binti, hebu rudia kauli yako. Umesema wewe ni mtoto wa nani? Chifu Mbuna sasa aliuliza kwa sauti kubwa, huku akimtaka Mzee Toshi arudi. Mzee Toshi mwili mzima ulianza kutetemeka, maana alikuwa anaona kabisa sasa, kimeumana. Kama ni kesi basi imeanza upya. Maana alikuwa anajua kabisa. Kwanza alikuwa hamjui Velina. Halafu Velina kasema kwamba yeye ni mwanae. Na katika kijiji hicho kosa la kudanganya chifu adhabu yake ilikuwa ni kifo. Sasa Mzee Toshi akaona kabisa leo nimekwisha. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracle's Daughter, ili tuweze kujua ni nini kilijiri ama nini kilimtokea Mr. Toshi. Basi asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho, na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, ninakukumbusha usisahau kusubscribe. Hiyo itakuwezesha wewe kupata notification pindi tutakapoleta video nyingine mpya. Asante, kwa heri.